Kipenzi cha watu pale, Mheshimiwa Diwani wa kata ya Nkwenda anaingia katika eneo la viwanja vya mkutano. Kama ambavyo unaangalia, anakwenda pale kupokelewa na mwenyekiti wa serikali ya kijiji. Ameziomba, amependeza kabisa, yuko vizuri. Nikukumbusha kwamba Studio Crest TV tunaendelea kuupa mkutano huu mbashara kupitia akaunti ya YouTube ya Studio Crest TV. Utaweza kushare, kusubscribe, kucomment, lakini pia kulike. Asante sana. Mheshimiwa Diwani tayari amekwisha ingia katika eneo la mkutano, kama ambavyo unatazama wananchi wakiwa wanachangamka kupokea kwa ajili ya mkutano ambao unafanyika katika kijiji cha Kaikoti. Endelea kutazama na kufuatilia kile kinachoendelea kupitia Radio Studio Crest. Piga DJ, piga bado mapokezi yanaendelea, shamba la zona. Hawa ni wananchi ambao tayari sasa wamekwisha jiandaa kwa ajili ya mkutano wa Mheshimiwa Diwani, na hapa ni katika kijiji cha Kaikoti. Endelea kutazama. Asante sana DJ. Endelea kutazama kile kinachoendelea katika mkutano wa Mheshimiwa Diwani wa kata ya Nkwenda. Yupo katika viwanja hivi vya Kaikoti kuzungumza na wananchi. Endelea kutazama kile kinachoendelea kupitia Radio Studio Crest TV. Endelea kutazama kile kinachoendelea katika eneo yako, kama na baadaye tuingie kwenye itifaki. Na hiyo ni ratiba ya mkutano ambayo inasoma kwa sasa. Endelea kusikiliza. Tutaanza na kufungua, baadaye tutapata utambulisho, baadaye tutapata burudani, baadaye utasomewa taarifa ya utekelezaji, baadaye tutapata salamu kutoka kwa viongozi mbalimbali ulioambatana nao, lakini baadaye tutapata hotuba yako mheshimiwa mgeni rasmi, na tutamaliza na kipindi cha maswali na majibu. Baadaye hapo watatufungia mkutano. Tunakuwa kwenye amani, iko juu. Kaikoti! Kwa ridhaa yako kabisa, nikiombe kwa wakati huu, kama unanipa ridhaa mheshimiwa mwenyekiti. Asante. Kaikoti! Amani na maendeleo. Viongozi wengine, karibuni sana. Hii ndiyo Kaikoti, na niwahakikishie kwamba Kaikoti iko salama kwenye Nipende wataarifu wote kwamba kwa muda huu tulioomba kuomba ili tumtangulize Mungu katika dunia hii ili aitawale ukampati, ambaye atatupa maneno yake mazuri ya kutawala na kuongoza vema. Pia tunakushukuru kwa afya zetu ulizotupa leo, Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Asante. Asanteni sana. Ningesema mengi, lakini mkutano sio wa kwangu. Mkutano ni wa Mheshimiwa Diwani Edward Katunzi, Mheshimiwa Diwani wa kata ya Nkwenda. Baada ya hayo mafupi, nasema mkutano umefungua rasmi. Asante. Makofi kwa mwenyekiti. Makofi. Kila kitu kinaenda na Mungu, uongozi ni wa Mungu, utawala ni wa Mungu, na mimi nisema alipo Mungu. Naomba uniruhusu nimpokee mtendaji wa serikali ya kijiji, the village executive officer, kwa utambulisho wa viongozi. Hawa ni wananchi ambapo katika mkutano kama ambavyo unaendelea kutazama kupitia Radio Studio Crest TV. Na ni wakati ambapo afisa mtendaji wa kijiji anaendelea kutambulisha viongozi mbalimbali ambao wameingia katika mkutano huu. Endelea kutazama na kuangalia Radio Studio Crest TV. Kuona angalau wananchi mmejitokeza kwa wingi. Ninaomba tuwe na nyuso, naomba tumpokee kwa furaha, kwa shangwe na vigelegele. Kaikoti oye! Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ridhaa yako na timu ulioambatana nayo, naomba nichukue nafasi hii kukaribisha kwenye kijiji chetu cha Kaikoti
lakini pia naomba waliofika kwenye mkutano wetu. Naitwa Madam Kitale, sio jina geni, huyu kama mwenyeji kidogo. Mkata Ankwenda. Babangu anaitwa Celestini Karwani. Jina langu la utoto naitwa Frida. Mungu awabariki. Amen. Aikoti oe! Aikoti oe! Aikoti safi! Kwa majina anaitwa Christian A. Bachunya, ni afisa wa kata ya Ankwenda. Nadhani baadhi ya watu tushakutana, na pia sio mara yangu ya kwanza kufika Kaikoti. Kaikoti nawapenda sana. Kwa majina anaitwa Janice Elisha Msangwa, ni afisa mifugo mpya kata ya Ankwenda. Asante. Kwa majina naitwa Brighton Shalua, ni mtaalamu wa kilimo kutoka KGCU, kupitia mradi unaitwa SID Tanzania. Kuhusu mara kwanza kufika hapa Kaikoti, tunahusika na kutoa mafunzo mbalimbali sana zao la kahawa. Nipende ya kualika na wengine zaidi. Kuanzia mwezi wa 5 tarehe 5 tuendelee, maana kila mwezi tutakuwa tunafika kwa ajili ya mafunzo. Asante. Asante. Kaikoti oe! Kwa majina naitwa Grace Mtani, ni mtendaji kijiji cha Mbulile, pia nimewakilisha mtendaji wa kata. Amedai anawapenda, Mungu akipenda atajumuika nasi hapo baadaye. Nashukuru. Asante sana mtendaji wa kata. Elimu safi. Elimu safi. Naitwa Eric Paul, mwalimu mkuu shule ya msingi Kala. Asante. Na niombe radhi kwa hilo. Anaitwa Eminence Kokwenda Dominic Liangombe, mtendaji wa kijiji cha Kaikoti. karibu. Kwa jina naitwa Majaliwa Agustini, mwenyekiti wa kitongoji cha Kaikoti B mahali tulipo. Karibu sana nawapenda. Asante. Kaikoti James Kwa jina naitwa James, wanaendelea kusikiliza kile kinachoendelea katika mkutano wa mheshimiwa diwani. Karibu. Halmashauri yetu ya kijiji cha Kaikoti. Wako vizuri. Mwenyekiti wa ujenzi shule ya msingi Kaikoti. Asante sana. Kazi iendelee. Katunzi mitano tena. Katunzi. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti wa kijiji kwa nafasi ya utambulisho. Kwanza nianze na mimi mwenyewe, naitwa Straton Sabiliani, katibu siasa na uenezi CCM tawi la Kaikoti, kiongozi ambaye amefanya vizuri katika serikali za mtaa kuwazalisha viongozi ambao wametambulishwa hapa, na mwenyekiti wa kijiji ni viongozi mahiri. Asante sana. Ninaomba nitambue uwepo wa mwenyekiti jumuiya ya wazazi. Nitambue uwepo wa katibu wake. Kazi iendelee na ikamilike kwa wakati mama. CCM wewe! Mbona mmelala? Wananchi wangu wa Kaikoti, mbona mnaniangusha kwa mheshimiwa diwani? Sisi sana tena diwani. Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi kata ya Ankwenda, mheshimiwa katibu wetu wa kata ya Ankwenda, mheshimiwa katibu mwenezi wa chama kata ya Ankwenda, mheshimiwa diwani wetu jembe mchapakazi wa kata yetu ya Ankwenda, mheshimiwa afisa mtendaji wa kijiji chetu cha Kaikoti, waheshimiwa kamati ya siasa ya kata, waheshimiwa punga mkono. Wamependeza. Asante. Ndugu katibu wa chama wa kata ya Ankwenda, wajumbe wa kamati ya siasa na sekretarieti mlioko mahali hapa, kidumu Chama cha Mapinduzi, kidumu chama tawala. Mimi nimepewa nafasi ya kutambulisha. Naomba wakina mama baba nguruma, mheshimiwa Katunzi mheshimiwa mlimi mwenyekiti wetu wa kijiji cha Kaikoti Ninayo furaha kubwa kufika mahali hapa Kaikoti. Tumeambatana na viongozi wetu kutoka kata na tumeweza kuja na mheshimiwa diwani ili aje awaambie ambacho amekifanya miaka yake 5. Ninaamini nyinyi ni mashahidi, wa kina mama, wa kina baba.
kazi ambazo amezifanya ndani ya miaka mitano. Ninakuahidi Mheshimiwa Diwani, sisi upande wa kina mama wa Kaikoti wanaamini kazi walizoziona ulizozifanya. Mitano tena wanasema inakuhusu. Asante sana. Mama CCM oye! Kaikoti oye! Naitwa Elias Abdusalami Basiga, ni mjumbe wa kamati ya siasa ya kata. Wana Kaikoti tu washukuru kwa kura mlizotupa mwaka jana, vitongoji na vijiji. La mwisho, mwaka huu kama mnavyofahamu tuko kwenye uchaguzi. Sasa muda ukifika, hebu mpeni kura za kutosha Mheshimiwa Katunzi. Tukianza na wale wenye mavazi ya kijani na njano, mpeni kura za kutosha kule kwenye maoni kwanza kule. Mheshimiwa Katunzi akutonago mtonage anayoyafanya mnayaona, na mwaka jana tulitengeneza kitu kinaitwa Operation Desert Storm, dhoruba ya jangwani, na mwaka huu tunatengeneza Operation Desert Storm Part 2 kwa Mheshimiwa Katunzi. Asante sana. Kama ambavyo anaenda kuwasalimia, endelea kutazama na kusikiliza kile kinachoendelea kupitia Radio. Mimi ndiye inayesimamia jumuiya ya watu wale ambao wanaitengeneza nchi, wanaotengeneza taifa, jumuiya ya wazazi wanaozaa kama mimi namna hii. Naomba tunyoshe mikono wale wazazi. Wewe tuzaire, nataka zaire na kuzara, tunyoshe mikono namna hii niwaambie. Sijaona bado, sijaona. Kama hatuwezi kunyosha basi kuna sababu fulani tunapingana na Mwenyezi Mungu. Jamani, kwa mikono hii mlivyonyosha, Mwenyezi Mungu wa mbinguni awabariki, muendelee kuzaa kama mama aliyemzaa Katunzi akatuongoza hata diwani wa kata ya Nkwenda. Sisi boye. Asante sana. Sisi Hoza, msemaji wa Chama cha Mapinduzi kata ya Nkwenda, ambaye ninaijaa nafasi kidumu Chama cha Mapinduzi. Baada ya hayo ni kuombe ndugu yangu katibu wa Chama cha Mapinduzi kata ya Nkwenda. Oye! Nkwenda oye! Awali ya yote nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujalia afya, lakini akatupatia kibali cha kukutana muda huu kwenye mkutano maalum wa Mheshimiwa Diwani. Kwanza niseme maneno machache kwamba sisi kama Chama cha Mapinduzi, mkutano huu sio wa kwetu. Sio mkutano wetu wa siasa, ni mkutano wa serikali, kwa maana mkutano wa Mheshimiwa Diwani. Kwa hiyo, kwa maana hiyo sisi kazi kubwa iliyotuleta hapa, moja ni kuhamasisha wananchi kwamba mwezi wa 5 litakuwepo zoezi la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura. Itakapotangazwa, kwa wale ambao mlikuwa mjafikisha umri, mlipoteza vitambulisho vyenu, jitokezeni mwende kuboresha taarifa zenu. Jambo la pili, sisi kazi yetu kubwa ni kuendelea kufuatilia na kujionea utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Na nina imani kwa leo tutaisikia taarifa ya utekelezaji. Sisi kama chama tunajionea kwamba kwa miaka mitano ni kazi gani imefanyika. Jambo jingine, nadhani mwenyekiti akipata nafasi atakuja kuzungumza ni kwa nini tuko hapa. Kazi yetu kubwa ni kuendelea kufuatilia viongozi tuliokuwa nao miaka mitano, kazi kubwa wamefanya ni ipi, ili tukiwarudisha 2020 tukasema Ganga, katibu wa CCM kata ya Nkwenda. Lakini siwezi nikasahau kuwashukuru wananchi wa Kaikoti kwa kazi kubwa mliofanya, ukiamini Chama cha Mapinduzi, mkatuchagulia viongozi wetu wote kwa kura za kutosha. Kwa hiyo niseme asanteni na nawashukuru tena. Tutakaporudi kwenye uchaguzi, muendelee kutuamini hivyo hivyo, mtuchagulie viongozi wetu ili tuendelee kushika dola. Asanteni. Samahani, sijamnyanyua mwenyekiti azungumze. Nishataja mkutano huu sio wa kwetu. Nadhani kitakuwepo kipengele cha salamu za viongozi. Kwa hiyo muda ukifika, mwenyekiti atapewa nafasi, atazungumza na atajitaja majina yake. Jamani, mimi niseme makofi makubwa kwa una nafasi yako kama kiongozi, na muda ukifika kama katibu alivyosema utachukua kusema salamu za Chama cha Mapinduzi kwa mkutano huu. Niombe sasa kwa muda huu, Mheshimiwa mgeni rasmi, uniruhusu niwalete wamama wa kijani. Wao wamesema ni wamama wa kijani,
na kijani ni amani. Wao wanataka waimbe na kucheza na wewe, ili wawaonyeshe wananchi wa Kaikoti kwamba wewe ni kijana na anaweza kuendeleza gurudumu la maendeleo ya Wanankwenda, kwa sababu nguvu, nia, haki na uwezo unao. Wamama wa kijani, hebu twende na Mama Samia DJ, wanakuja kucheza na mheshimiwa diwani, wakimwonyesha kwamba anaweza, nguvu anayo, ni kijana, nia na uwezo nao wa kufanya Wanankwenda kufika kwenye maximum ya juu ya maendeleo ya Nkwenda. Twende mama wa kijani. Tazama wamama hawa wanaendelea kukatika. Yes. Tazama mheshimiwa diwani hapa anaendelea kusupport kina mama hawa kwa kuweka fedha pale katika eneo hili, lakini na yeye pia anaendelea kucheza pamoja nao kama ambavyo unatazama mpenzi mtazamaji wa Alete Studio Crest TV. Huyu mheshimiwa diwani amepewa jina la bulldozer kwa sababu ya utendaji wake wa kazi. Hivyo ni kuombe mahali popote pale ulipoendelea kutazama, kushare, kusubscribe na kucomment mahali popote ulipo. Hawa ni wamama wa kijani wanaoona kazi kubwa wameifanya mheshimiwa diwani wa kata ya Nkwenda Katunzi Kobarienda. Kazi yake imetukuka. Ama hakika Mama Samia wakora kama ambavyo unaona hapa, mama huyu amevaa t-shirt hiyo. Endelea kutazama kile kinachoendelea. Endelea kutazama. Kama ambavyo unatazama pia kupitia Alete Studio Crest TV, hawa ni wamama pia wamesogea katika mkutano huu. Kama ambavyo unaangalia kupitia TV yako hapa, wapo tayari kwa ajili ya kumsikiliza mheshimiwa diwani. Endelea kutazama kile kinachoendelea katika eneo hili, kama ambavyo unatazama na kusikiliza kile ambacho kinaendelea katika eneo hili.